kifungu ya 9 mstari wa 57. Yesu kuna mambo hapo, kuna watu kadhaa aliongea nao na akaongea vitu kuhusu hii safari ya mbinguni. Mwanzo tuwe. Hadi nataka tujifunze mambo mawili matatu kupitia hili neno la Mungu na watu ambao walikuwa wanataka kumfuata. Mwanzo tuwe. Kama vile sisi tumekuja hapa tukitaka kufuata huyu Yesu. Mwanzo tuwe. Alituita nasi tukaitika na tukataka kumfuata. Mwanzo tuwe. Na Yesu kuna mambo aliongea katika kumfuata. Kuna watu waliaita na wakasema ndio kama sisi. Mwanzo tuwe. Na wakataka kumfuata na akawaambia mambo fulani kupitia hiyo kumfuata. Mwanzo tuwe. Na ndio nataka nisome katika hiyo kitabu cha Luka 9:57 mpaka nimalize hiyo tu. Biblia inasema hivi. Nitasoma Arabu Smith atatusomea na hiyo Luka. As they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, folks have done to live in and birds have nests, but the Son of Man has no place even to lie his head. He said to another person, come follow me. The man agreed, but he said, Lord, first let me return home and bury my father. But Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. Another said, yes, Lord, I will follow you. But first let me say goodbye to my family. But Jesus told him, anyone who puts hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Wanaweza tu. Amen. Haya ndio maneno. Naomba mtumishi anisomee. Nitasoma kitabu Luka 9:57 mpaka hapo mwisho. Nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakako kwenda. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe nenda ukatangaze ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaange watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema haya neno nataka tufunze leo kitu. Siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu sisi ndio tuliitwa saa hii na tukaitika. Bwana asifiwe. Amen. Lakini huyo hakuitwa. Yesu alikuwa katika nyakati zake za kwenda Yerusalemu, nyakati zake za mwisho hapa duniani. Bwana asifiwe. Na Biblia hapo juu inasema alikuwa anajiharakisha sana na alikuwa katika pirika akielekea Yerusalemu afike katika ule mji. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa wakiwa njiani, huyu jamaa sijui alipendezwa na Yesu. Alipendezwa na yale mambo Yesu anafanya. Alipendezwa na yale mambo anaona. Bwana asifiwe. Amen. Na akamwambia Yesu, walikuwa wanaenda lakini yeye akamwambia, niruhusu nikufuate. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu akaangalia akaona. Kwa sababu Yesu alikuwa Mungu na anaona moyoni. Bwana asifiwe. Anaona huyu anataka kunifuata. Lakini kuna kitu hajui. Bwana asifiwe. Amen. Ni ukweli anataka kunifuata, lakini kuna kitu ambao understand, aelewe. Ndio Yesu hakushinda akimwambia nifuate ama nisinifuate. Akaingia direct kumwambia ni wapi anaona, aelewe. Bwana asifiwe. Amen. Akamwambia bewa siko na makao. Bwana asifiwe. Amen. Na ndege siko na nyota, siko na mahali kulala. Lakini mwana wa Adamu ana mahali pa kuweka hata kichwa yake. Bwana asifiwe. Mbona Yesu hajamwambia nifuate ama hapana, anaanza kumuelezea vitu vingine. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ameelewa haraka huyu ako na tamaa ya kunifuata, lakini ananifuata kwa sababu ya yale mambo aidha ameona. Bwana asifiwe. Amen.
Kuna watu wengi waliingia katika wokovu. Kuna watu wengi walikimbia tu katika kanisani kwa yale mambo ambao waliona. Aidha mtu akaona mwingine ameponywa, akaona huyu Yesu ni mzuri, anainua watu, anabariki watu, anabadilisha wengine, lakini hakufikiria kwanza. Nimekwambia katika mwimbaji alimesema, Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo mkuu. Aliteki muda wa kufikiria kwanza vile Mungu alivyo. Si vile aliona ama vile alisikia. Lakini alifikiria. Naye kuna watu ambao wanakuja katika wokovu. Kuna watu wanakuja katika Yesu kwa vile wameona. Bila kufikiria. Mtu anaona mwingine ameponywa. Mwingine ameona fulani aliombewa akanunua ngari, maisha yake imebadilika siku hizi. Naye anaingia bila kufikiria. Biblia katika hii Luka ndio inasema hivi. Nani anajenga nyumba yake bila kufanya hesabu? Yesu akamaanisha ukija katika wokovu ndio kuna baraka, kuna ushindi, kuna mambo mazuri na makuu, lakini unafaa kwanza utumie common. Sababu Kristo bila common inaacha kukushinda. Ni kitu mzuri. Kuna msaidizi, kuna Yesu muweza wa yote, lakini bila kutumia akili, bila kutumia common inaacha kukushinda. Kwa sababu ni wangapi wameokoka lakini wamerudi nyuma? Kama ni kuokoka tu, basi kwa nini watu waanguka tena? Kama ni kuokoka tu, kama mtihani ni kuokoka, kama mtihani ni kupokea Yesu tu, mbona watu wanampokeanga na mwisho wanakuwa watu wambaya sana kuliko bila walianza? Kumaanisha kuokoka sio tu. Kuna kuokoka kukiwa na masafu. Kuokoka kukiwa na kutumia akili. Ndio katika kitabu cha Petro inatuambia first, na katika mambo yote haya ongezeeni mambo haya. Muongezee hekima. Muongezee ufahamu. Kwa sababu wokovu bila kuwa na hekima, wokovu bila kuwa na ufahamu, hakuna mahali unaenda. Utakuwa umeokoka lakini bado. Kwa hivyo Yesu akaona mtu anataka kumfuata, lakini kwanza hajahesabu gharama ya wokovu. Gharama ya kufuata Yesu. Kwa sababu kufuata Yesu ni gharama. Kuwa Mkristo ni gharama. Unajua kufungua duka ni kitu mzuri, lakini kufungua duka ni gharama. Ingawa inakupea pesa na itakuinua maisha yako. Fanyia hivi. Turudi hapa sote. Kufungua duka ni kitu mzuri na ni mpango mzuri. Lakini nataka kuambia unaweza kufungua duka ukiwa na pesa. Bila mahesabu, bila kufanya gharama, ikuwe shida nyingi kwako. Usema afadhali singefungua duka. Kuolewa ni jambo mzuri sana. Kuoa ni jambo mzuri sana. Na ni kila mtu anaipenda. Lakini mbona inashinda watu? Ni kama tu hiyo nakwambia Ukristo. Ukristo ni kitu mzuri sana. Inatupia uzima wa milele. Inatupia matunda na mambo mengi mazuri. Lakini mbona inashinda watu ikiwa nzuri hivyo? Hii Ukristo imefanya mambo mengi makuu. Imetendea watu wengi mambo mazuri sana. Imebadilisha maisha wengi. Na mbona inakushinda? Kwa sababu kama utaipokea tu, kwa sababu umesikia Ukristo ni mzuri na uingie tu itakuwa badala ya kuwa baraka kwako, itakuwa laana kwako. Kwa sababu kuna watu wengi wameokoka, lakini mwisho wamemalizia wakiwa watu waovu sana kuliko bila waliokoka. Kwa sababu hawakutumia akili. Hawakufikiria. Hawakuteki muda wao kujitoa katika wokovu, kulipa gharama katika wokovu. Kwa sababu nimekwambia kila kitu mzuri chote kina gharama yake. Ukinunua ngari ni mzuri sana ukiwa katika ngari. Sasa hiyo unatamani hiyo ngari. Lakini lazima ufanye masabu ya hiyo ngari. Ujue inakatikanga chuma na inaweza kukuua.
unaweza usikie gari ulinunua ndio imekuua. Kwanza tu. Amen. Kwa hivyo ukiwa na hiyo mahesabu yote, ukiinunua lazima ufikirie sana. Kwanza tu. Lakini kama utafikiria utainunua na mwisho ibaki kuwa ni kilio kwako badala ya baraka. Kwanza tu. Amen. Ndio na sababu nimekuambia huyu mtu alipendezwa na yale mambo inaendelea katika Yesu. Yale mambo anaona. Kwanza tu. Na akaambia Yesu, niruhusu nikufuate. Kwanza tu. Amen. Lakini Yesu akamwambia hivi, bewa wako na mahali na ndege wako na makao, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kuwekelea hata kichwa. Kwanza tu. Amen. Hadi kumaanisha sio hivi vile unaona. Kwanza tu. Amen. Wao ufikiri kama kuna saa tulalani. Kwanza tu. Kuna saa ambayo itabidi ukose kukula. Kwanza tu. Amen. Kuna saa ambayo uache vitu. Kwanza tu. Amen. Ndio sababu na nini na nikukuambia tu. Na sitachoka kusema. Inaweza kuwa mazoea yako kuja kanisani. Kwanza tu. Lakini ikiwa mazoea yako kuja kanisani haitakusaidia kama utakuja kanisani ukiwa na lengo na nia na makusudi na kitu fulani. Kwanza tu. Amen. Kwa sababu kuja kanisani kila mtu anaweza enda kanisani. Hata wale wanaopita mtu anaweza fikiria waje niingie. Kwanza tu. Amen. Lakini sio kila mtu anaweza pokea kitu. Kwanza tu. Amen. Hapo Yesu akamwambia sio vile unafikiria. Hii wokovu sio vile tunafikiria. Kwanza tu. Amen. Iliambiwa inachukuliwa na wale wako na nguvu. Kwanza tu. Amen. Wale ambao wanakaa chini wanahesabu mahesabu yao vizuri. Nimeanza hii kitu, nitaitoboa. Kuna watu wanasemanga leo wokovu ni ngumu. Na ni ngumu, sio rahisi hivi. Na mbinguni ni mbali. Kwanza tu. Si hapa. Kwanza tu. Amen. Na kama safari ya kwenda Kisumu inakuchokesha, hata ya kwenda mbinguni inaweza kukuchokesha. Kwanza tu. Kama safari ya kwenda ng'ambo, na watu wengi nile vile wanatamani kwenda ng'ambo, lakini unaingia katika ndege hapa, na unasikia unachoka. Kwanza tu. Na mambo mengi unasikia uchovu mwingi, hata hii ya kwenda mbinguni inaweza kukuchokesha. Kwanza tu. Amen. Nimekuambia kila kitu chote mzuri kina kuna gharama yake. Kwanza tu. Amen. Kila kitu chote ambao unataka kina gharama yake. Na ni vizuri ukianza ufanyie mahesabu. Kwanza tu. Amen. Yesu akatayarisha huyu katika mawazo yake, akamuelezea ujue. Unaona tunapotembea hivi, hatunanga mahali pa kulala. Hatuna manyumba yetu tumejenga, ati ndio tutaingia jioni kulala. Sisi ni watu wa kwenda. Kwanza tu. Kwa hiyo hiyo ikiwa katika akili yako jioni ni kama tunaenda tukikula mikate, ikibadilisha mikate tu tunakula tunafanya. Ujue kuna mambo mengi katikati yetu ambayo inasumbua. Kwanza tu. Amen. Katika kila kitu kizuri kuna shida ndani. Ndio sababu Biblia inasema aliwaambia tu hivi, mtapewa 100 pamoja na pita. Kwanza tu. Mtabarikiwa hapa duniani. Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, bali Bwana umuokoa na yote. Ya mwenye haki. Kwanza tu. Amen. Mwingine akasema hivi. Yeye ni mtu wa kwanza. Biblia inasema hivi mstari wa 8. 58. Yesu akamwambia, bewa wana pango na ndege wana wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu ana pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, wacha wafu wazike wafu wao, bali wewe enenda ukatangaze ufalme wa Mungu. Maliza tukio. Amen. Yesu akamwambia mwingine. Huyu ni yeye alipendezwa na kwenda kwa Yesu. Maliza tukio. Kuna wengine nao wanafanya kuitwa. Aidha wanahubiriwa wanasikia kitu ni mzuri. Maliza tukio. Amen. Wanaamua kuja kwa Yesu. Maliza tukio. Amen. Lakini wako na excuse mingi sana. Akamwambia, wacha niende nikazike baba yangu. Maliza tukio. Amen. Yesu akamwambia, wacha wafu wazike wafu wao. Hii haijaandikwa Biblia. Mungu ati kama ajali ati usijali baba yako. Mwanza tu. Amen. Hii haijaandikwa hapa ikionyesha ati Yesu alikuwa anamaanisha huyu mtu ambaye ambaye kujali kuhusu baba yake.
Maanisha tu. Lakini Yesu alitaka kumaanisha hivi. Unafaa kuwa Yesu yako mbele. Maanisha tu. Amen. Inafaa kuwa katika mambo yako yote inayokuzunguka Yesu ako na nafasi ya kwanza. Maanisha tu. Amen. Unadhani mtu amepewa na babake? Na Yesu anamwambia wacha wako azike wafu wao. Maanisha tu. Yaani wacha kurudisha mawazo yako huko ambao kumekufwa. Maanisha tu. Wacha kubeba baba yako kia. Yaani kuona unaweza teki kia sana na baba yako. Maanisha tu. Amen. Wewe nenda kuhubiri Injili. Yaani mawazo yako, akili zako zinafaa kuwa katika kile nakuambia. Si kile iko ndani ya akili zako. Maanisha tu. Kwa sababu yeye alionyeshana care bila anaweza kujali kuhusu baba yake. Maanisha tu. Lakini Biblia inataka tujali yale mambo yanayotuzunguka, bali tujali yale mambo inazunguka ufalme wa Mungu. Maanisha tu. Ndio Yesu alisema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Yale mengine, hiyo msaada unaona unaweza peana nyumbani. Hiyo jambo unaona unaweza fanyia baba yako, itafuata baadaye. Maanisha tu. Amen. Pia tunakataana na kwenda kushika baba yako, lakini unafaa kuwa mawazo yako iko katika kila nakuambia. Wewe nenda upili hivi. Maanisha tu. Amen. Akili zako zikuwa zinajua baba yangu amekufa, lakini kile kiko mbele yako kwanza ni kujua vile utatangaza neno la Mungu. Maanisha tu. Amen. Na hiyo ndio ile shida ambayo tuko nayo. Watu wengi wanataka kwenda kanisani. Watu wengi wanataka kuhubiri Injili. Maanisha tu. Lakini wanaona mambo ambao wanafaa washughulikie kwanza. Maanisha tu. Amen. Wewe umeng'ang'ana aje siku ngapi kushughulikia yale mambo unaona unafaa ushughulikie. Maanisha tu. Lakini mapenzi ya Mungu ni ushughulikie yale ambao yeye anaona unafaa ushughulikie. Maanisha tu. Ambao ni ufalme wake au mengine takuwa katika nyuma yake. Maanisha tu. Amen. Na ukiangalia vile Yesu alikuwa anaongea na hao watu, kuna mambo alikuwa anataka kueleza. Maanisha tu. Amen. Ndio sababu nilikwambia, huyu wa kwanza alimuonyesha sio vile akili zako unaona. Maanisha tu. Amen. Na wacha nikuambia hata wewe sisi tumeshindwa na mambo mengi sana. Hata katika live hii ya kawaida. Maanisha tu. Amen. Ndio unaona mtu anaenda anafungua duka pale, mwingine anaanza kupika mandazi pale hivi. Unaona anauza. Unafikiria kazi ya mandazi ndio kuna pesa. Maanisha tu. Sio hivyo unafikiria. Maanisha tu. Unafungua kesho yake wiki mbili unafunga. Kwa sababu wewe hukuhesabu gharama, uliona kuuza kwingi vile mtu anauza. Maanisha tu. Amen. Unaenda unafungua duka pale kwa sababu unaona hii mtu anauza sana na inaendelea sana. Hiyo ndio hata watu wanaona hata katika huyu ufalme. Maanisha tu. Amen. Unaenda unafungua yako pale kando. Unafunga kesho yake. Maanisha tu. Amen. Kwa sababu hauzi vile mwingine anauza. Maanisha tu. Kwa sababu wewe hukuhesabu gharama, uliona vile mtu anauza. Maanisha tu. Amen. Lakini kila kitu kuna changamoto yake. Na ukiingia katika ufalme wa mbinguni lazima ufanye gharama. Maanisha tu. Amen. Wakati Biblia ilisema sio wote wameitwa ambao wataurithi, ni maneno kama haya. Maanisha tu. Sio wote walikuja huku ambao watapokea huyu uzima, ni kwa sababu hawakuhesabu hii gharama. Maanisha tu. Amen. Kwa sababu lazima uache. Nikakwambia siku nyingine hapa lazima uhesabu kuna kuacha. Maanisha tu. Amen. Kuna kufunga kazi yako. Kuna kuacha chakula. Maanisha tu. Amen. Kuna kuacha watoto. Yaani uhesabu gharama. Lakini kwa sababu watu wengine hawajahesabu gharama, ndio unaona hata leo hii mambo yao ndio yako mbele, Yesu ako nyuma. Maanisha tu. Amen. Lakini Biblia inasema Yesu akuwe mbele, mambo yetu yakuwe nyuma. Maanisha tu. Amen. Shughuli zetu zikuwe nyuma, shughuli za Kristo zikuwe mbele. Maanisha tu. Amen. Yesu akaongea na mwingine akamwambia hivi. Mwingine akamwambia Yesu. Najua walikuwa wanaangalia wanaona Yesu anaongea vizuri sana. Wanaona Yesu anaongea mambo mazuri sana. Maanisha tu. Na yale mambo anafanya ni mambo mema sana. Maanisha tu. Amen. Lakini akamwambia hivi. Yesu na mimi wache nikufuate. Lakini kwanza uniruhusu niende nikaake watu wangu. Maanisha tu. Amen. Yesu niache nikufuate. Maanisha tu. Amen. Hata leo hii kuna watu wengi wanaambia Yesu hivi. Yesu nakupenda. Wache nikuishie.
lakini wacha nishughulikia kakatiki. Mwanzo tu. Amen. Kuna watu wengi wanataka kufuata Yesu, lakini kuna vitu wameacha, wameshikilia kwanza. Mwanzo tu. Amen. Kuna mwingine ameshikilia kazi ya makendo ama vitu zingine. Mwanzo tu. Amen. Lakini anataka kufuata Yesu. Mwanzo tu. Lakini anajua na kama anaambia Yesu kwa mawazo yake, ungejua hapa ndio natoanga hivi. Mwanzo tu. Amen. Akaambia mwingine hivi. Akamwambia wacha wavu wazike wavu wao, bali wewe enenda ukahubiri ufalme wa mbinguni. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Kwanza tu. Amen. Hiyo ni mfano ya watu watatu. Kwanza tu. Amen. Ambao wote walikuwa katika safari na Yesu. Kwanza tu. Amen. Mmoja akapendezwa na yale mambo anaona. Kwanza tu. Lakini akawa hajafanya mahesabu yake. Kwanza tu. Na yale mambo anaona. Kwanza tu. Amen. Hajui kama huyu ambaye anasema waje nikufuate ana mahali pa kulala. Kwanza tu. Hata anatembeanga ajuange atakula nini. Na hana mahali makao yoyote anaendanga. Na hajui kama aliacha ufalme wa mbingu anakuja kutembea huko duniani. Kwanza tu. Amen. Mwingine akamwambia nifuate. Naye akamwambia niruhusu nikazike baba yangu. Yesu akamwambia wacha wapo wazike wafu wao. Maliza tu. Wewe kuwa umeweka akili zako kushughulikia mambo ambayo yanakuzunguka. Maliza tu. Na ushughulikie yale ambayo mimi napenda. Maliza tu. Amen. Lazima uweke chini mambo yako, ushughulikie yale napenda. Na mwishowe nitashughulikia haya yako. Maliza tu. Amen. Akaambia mwingine akamwambia na mimi niache nikufuate. Yesu akamwambia hivi, lakini niruhusu nikaake watu wangu. Wale wasuri. Amen. Yesu akamwambia hakuna yote ashikae jembe ya kulima na anaangalia nyuma apendezi katika ufalme huu. Wale wasuri. Amen. Na ukiangalia haya mambo yametutatiza kama Wakristo mara mingi sana. Wale wasuri. Amen. Tunataka kumfuata Yesu. Tunataka kwenda mbinguni. Mwanzo tu. Amen. Lakini kuna watu tunataka kwanza tuwashughulikie. Mwanzo tu. Amen. Lakini Biblia inasema huwezi kuwa unataka kwenda mbinguni kufuata Yesu, lakini kuna watu unataka uwaongeleshe kwanza. Mwanzo tu. Amen. Kama unataka kwenda na Yesu, wewe ingia katika Yesu na uende. Mwanzo tu. Hakuna yote ashikae jembe na anaangalia nyuma anapendeza Yesu. Mwanzo tu. Amen. Kwa sababu Biblia inasema kama ni Yesu utampenda na moyo wako wote na akili zako zote na nguvu zako zote na vitu zako zote. Mwanzo tu. Amen. Yaani vitu zako zote, nguvu zako zote, akili zako zote, inamaanisha vile vitu zingine zote ziko nyuma. Mwanzo tu. Kama ni kufikiria, ule unafikiria sana ni huyo Yesu. Mwanzo tu. Amen. Ule unawaza sana ni mambo ya ufalme. Mwanzo tu. Amen. Kama ni mali yako, mali ile mingi sana iko kwa ufalme. Mwanzo tu. Amen. Kama ni muda wako, muda ule mwingi sana uko kwa ufalme. Mwanzo tu. Amen. Kwa sababu Biblia inaposema akili zako zote, kumaanisha yani mambo yako unafikiria kuwili tatu, mambo ile mingi unafikiria. Mambo ile mingi imejaa kwa akili yako. Ni kuhusu Mungu. Kwa sababu kama utampenda na akili zako zote, ni kumaanisha akili zako mingi ziko kwake. Wanaweza kusema Amen. Ndiye amechukua muda mwingi wako wote kumuwaza. Ndio sababu Daudi akasema katika kitanda changu na tafakari maneno lako. Wanaweza kusema Amen. Nikiamuka na tafakari neno lako, nikilala na tafakari neno lako. Kubarikiwa ni yule. Wanaweza kusema Amen. naye tafakari neno la Mungu usiku na mchana. Huyo ni yule anampenda Mungu na akili zake zote. Maweza tu. Amen.
na nguvu zako zote. Kama ni nguvu zako zote, inamaanisha zile nguvu zingine utatumia kwa mambo mengine ni tutoko. Yaani zile nguvu zako zote, mambo mingi unayofanya na nguvu zako ni ile ya Mungu. Kwanza tuwe Amen. na vitu zako zote, vitu zako vile mingi uko nazo, itakuwa unatumikia Mungu. Kwanza tuwe Amen. Lakini ni wangapi wanafanya hivyo? Kwa sababu tunampenda Yesu, lakini kuna mambo tunataka tushughulikie. Kwanza tuwe Amen. ndio sababu ile nilikuuliza, nadhani tunaweza kuongeza hata nukta moja kwa sababu ya kusumbuka. Na ndio sababu Yesu alisema, sumbukeni kwanza ufalme wangu, na mengine mnaona unafaa ushughulikie, nitayashughulikia. Kwanza tuwe Amen. Tusikuje kanisani, tusiende tukuje kutoa duty. Kwanza tuwe tufikirie sana kufuata Yesu, kuna gharama. Kwanza tuwe na si kwa sababu tunaenda tutaweza kupika, tutapika kwa sababu ya mahesabu. Kwanza tuwe Amen. na kujitoa na kufikiria sana na kuwa na hekima na ufahamu kwa kule tunaenda. Kwanza tuwe Amen.